Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amemchagua rasmi binti yake Kim Ju-ae kuwa mrithi wake wa kisiasa. Taarifa hiyo imetolewa na shirika la ujasusi la Korea Kusini NIS kwa wabunge mjini Seoul, likisema kuwa kuna dalili tosha kuwa Ju-ae sasa yuko katika hatua ya kuteuliwa rasmi kama mrithi wa uongozi. Kim Ju-ae anayeaminika kuwa na umri wa takriban miaka 13 amekuwa akionekana mara kwa mara katika hafla za kitaifa zenye hadhi kubwa. Miongoni mwa matukio hayo ni maadhimisho ya kuanzishwa kwa jeshi la watu wa Korea, Korea People's Army, ziara katika jumba la Kumsusan Palace of the Sun, pamoja na kushuhudia majaribio ya makombora ya masafa marefu. Kwa mujibu wa NIS, kuongezeka kwa uwepo wake hadharani, namna anavyosimama sambamba na baba yake kwenye picha rasmi, na ishara kwamba anatoa maoni kuhusu sera za kitaifa, vinaonyesha kuwa ameanza kuandaliwa kama kiongozi ajaye. Katika mfumo wa Korea Kaskazini, picha za vyombo vya habari vya serikali kubeba uzito mkubwa wa kisiasa na ishara za madaraka. Ju-ae alionekana kwa mara ya kwanza hadharani mwaka 2022 aliposhika mkono wa baba yake wakati wa ukaguzi wa makombora ya masafa marefu ICBM. Tangu hapo ameandamana naye katika matukio ya kijeshi na hata safari ya Beijing, ikiwa ni safari yake ya kwanza inayojulikana nje ya nchi. Jina la Ju-ae lilijulikana kimataifa kwa mara ya kwanza mwaka 2013 kupitia mwanamichezo wa mpira wa kikapu wa Marekani Dennis Rodman aliyedai kuwa alimshika mtoto Ju-ae wakati wa ziara yake Korea Kaskazini. Uamuzi wa kumteua binti kama mrithi umeibua maswali, hasa kwa kuzingatia kuwa Korea Kaskazini ni jamii yenye mfumo dume ulioimarika. Hata hivyo, dada wa Kim Jong-un, Kim Yo-jong, tayari ana nafasi kubwa ya kamati kuu ya chama cha wafanyikazi wa Korea, jambo linaloonyesha kuwa wanawake wanaweza kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya mfumo huo. Inasadikika kuwa Kim Jong-un ana mtoto wa kiume mkubwa zaidi, lakini hajawahi kuonekana hadharani wala kutambuliwa rasmi na vyombo vya habari vya serikali. Hili linaongeza uzito wa uamuzi wa Ju-ae kuteuliwa kama mrithi. Chama cha wafanyikazi wa Korea kinatarajiwa kufanya mkutano wake mkuu, yani Party Congress, baadaye mwezi huu, tukio kubwa la kisiasa linalofanyika kila baada ya miaka mitano. Wachambuzi wanaamini kuwa mkutano huu unaweza kutoa ishara zaidi kuhusu mustakabali wa Ju-ae na mwelekeo wa sera za kigeni, kijeshi na nyuklia kwa miaka ijayo. Swali kubwa linalobakia ni je, uongozi wa kizazi cha 4 cha familia ya Kim utaleta mabadiliko? Wengi waliwahi kutarajia kuwa Kim Jong-un aliyesoma magharibi angefungua nchi hiyo zaidi kwa dunia kubwa. Hata hivyo, matarajio hayo hayakutimia kwa kiwango kikubwa kufikia sasa. Ikiwa Ju-ae atathibitishwa rasmi kama mrithi, ataendeleza urithi wa kizazi cha 3 hadi cha 4 cha familia ya Kim kuongoza Korea Kaskazini, mfumo wa kipekee duniani ambapo uongozi wa kisiasa umekuwa ukirithiwa ndani ya familia moja kwa zaidi ya miongo 7.